habari za wakati huu, mtazamaji wa Inland TV popote ulipo, ni matumaini yangu ya kwamba umekuwa na siku njema, na karibu katika taarifa yetu ya habari. Tuangazie mkusanyiko wa taarifa mbalimbali tulizokuandalia kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia taarifa hii, jina langu ni Samuel Chem. Karibu. Na awali ya yote, kabla ya kuanza taarifa yetu ya habari, kwanza tuangalie muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezindua shule ya msingi Musoma iliyopo halmashauri ya wilaya ya Musoma mkoani Mara na kuipongeza halmashauri hiyo kwa kusimamia miradi ya maendeleo. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ limeonya watu au makundi yanayohamasisha vurugu nchini. Na kwa upande wa habari za michezo na burudani, jeshi la polisi mkoani Mwanza limewaasa vijana kushiriki michezo na shughuli za uzalishaji mali ili kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani katika maeneo yao. Karibu sasa mtazamaji, tuanze taarifa yetu na tuanze na habari za kitaifa. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezindua shule ya msingi Musoma iliyopo halmashauri ya wilaya ya Musoma mkoani Mara na kuipongeza halmashauri hiyo kwa kusimamia miradi ya maendeleo kwa kuzingatia thamani ya fedha pamoja na kuendelea kuboresha huduma za elimu kwa wananchi. Akizungumza baada ya kuzindua shule hiyo hii leo, Dkt. Mwigulu amesema serikali itaendelea kuwekeza katika sekta ya elimu ili kuhakikisha watoto wengi zaidi wanapata fursa ya kusoma katika mazingira bora na karibu na makazi yao. Pongeze sana kwa usimamizi wa miradi. Nimeona mradi huu hapa, lakini pia nimepokea taarifa ya mkuu wa mkoa, na sasa Mheshimiwa mbunge umesisitizia miradi inayozingatia thamani ya fedha. Hongereni kwa kutangulia mbele. Tulipanga ifikapo 2028 ndio tuwe na muundo huu. Ninyi tayari mmeshaanza kutekeleza. Huu ni mpango ambao serikali inaenda kutekeleza wa elimu ya lazima ya mpaka kidato cha 4. Aidha, waziri mkuu amesema halmashauri ya wilaya ya Musoma imeanza mapema kutekeleza mwelekeo wa serikali wa kuhakikisha kila kijiji kinakuwa na shule ya sekondari, hatua ambayo itawezesha utekelezaji wa sera ya elimu ya lazima kwa miaka 10 kuanzia shule ya msingi hadi kidato cha 4. Awali, mbunge wa jimbo la Musoma vijijini Profesa Sospeter Muhongo amesema uwekezaji unaofanywa na serikali katika sekta ya elimu umeiwezesha wilaya hiyo kuendelea kupanua miundombinu ya shule ili kuendana na sera ya elimu ya lazima kwa miaka 10. Amesema jimbo hilo lina shule za msingi 120 na linaendelea kujenga shule mpya 4 na tayari lina shule za sekondari 33 katika kata 21, huku lengo ikiwa ni kuhakikisha kila kijiji kinakuwa na shule ya sekondari pamoja na kuongeza idadi ya shule za sekondari za juu, yani high schools. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Musoma, Msongela Papela, amesema mradi wa ujenzi wa shule ya msingi Musoma ulipokea shilingi milioni 330.7 kutoka serikali kuu kupitia mradi wa kuboresha elimu ya awali ya msingi Boosti. Aidha, halmashauri ilichangia shilingi milioni 5.4 kwa ajili ya ununuzi wa madawati 90, huku wananchi wa kijiji cha Kaboni wakichangia nguvu kazi yenye thamani ya shilingi 800,000. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ limeonya watu au makundi yanayohamasisha vurugu nchini, likisisitiza kuwa
halitosita kuchukua hatua stahiki za kisheria kudhibiti ghasia na uvunjifu wa amani kwa kushirikiana na mamlaka za kisheria. Katika taarifa rasmi kwa umma iliyotolewa hii leo Jumamosi Julai 4 na mkurugenzi wa habari na uhusiano wa JWTZ Luteni Kanali Sylvester Mangure, JWTZ limefichua kuwepo kwa kampeni za uhamasishaji na upotoshaji zinazofanywa na watu wasiotakia mema nchi ambao wamekuwa wakilichafua jeshi hilo kwa kusambaza uvumi kwamba litahusika kuwalinda watu wanaopanga kufanya vurugu na ghasia. Ndugu wananchi, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania linawajulisha wananchi kwamba hali ya mipaka ya nchi na usalama nchini ni shwari. Hali hii imechangiwa na ari ya wananchi ya kulinda na kudumisha amani na moyo wao wa kizalendo katika kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama. Utulivu na amani uliopo nchini umewezesha wananchi kuendelea na shughuli zao za ujenzi wa taifa. Pamoja na uwepo wa hali ya amani na utulivu, kumekuwa na uhamasishaji na upotoshaji unaofanywa na wasioitakia mema nchi yetu kwa kuwataka wananchi kushiriki kwenye vitendo vya vurugu na uvunjifu wa amani na utulivu nchini. Watu hao wanafanya uhamasishaji na upotoshaji huo kwa kulichafua jeshi kwamba litahusika kuwalinda wafanya vurugu na ghasia hizo. Vitendo hivyo vinaweza kusababisha madhara kwa washiriki na wananchi wengine, uharibifu wa mali, kuvuruga shughuli za wananchi za kila siku na hatimaye kuharibu uchumi wa nchi. Ndugu wa Tanzania, jeshi linawasihi wananchi kupuuza wito wowote unaohamasisha kushiriki katika vurugu za aina yoyote. Pia linawataka kutoshiriki katika vurugu na uvunjifu wa amani, bali waendelee na shughuli zao za kila siku za ujenzi wa taifa bila hofu yoyote. Jeshi halitasita kuchukua hatua stahiki kwa watakaoshiriki katika vurugu na uvunjifu wa amani, kwani ibara ya 147 kifungu kidogo cha pili kwenye mabano ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 pamoja na mambo mengine inalipatia jeshi jukumu la ulinzi na usalama wa nchi na wananchi wa Tanzania. Aidha, jeshi limepewa mamlaka kisheria kusaidia mamlaka za kiraia pale kunapotokea vurugu, ghasia na uvunjifu wa amani nchini kwa mujibu wa kifungu cha 22 cha Sheria ya Ulinzi wa Taifa sura ya 192. Ndugu wananchi, jeshi linaomba wananchi kutoa taarifa kwa viongozi wa vijiji au viongozi wa mitaa na vyombo vya ulinzi na usalama kuhusu uchochezi au viashiria vya uvunjifu wa amani ili kudumisha utulivu nchini. Aidha, jeshi linawahakikishia wananchi kuwa litaendelea kutekeleza majukumu yake ya ulinzi wa nchi, ulinzi wa katiba, ulinzi wa mamlaka ya nchi, pamoja na kusaidia mamlaka za kiraia kwa weledi, utii, uaminifu na uhodari wa hali ya juu na kwa kuzingatia viapo vyetu. Ndugu wa Tanzania, jeshi linaendelea kushirikiana na wananchi pamoja na vyombo vya usalama ili kudumisha amani, utulivu na umoja kwa maendeleo ya taifa pamoja na wananchi wake. Jeshi hilo limewatoa hofu wananchi kwa kuwahakikishia kuwa
mipaka ya nchi na usalama kwa ujumla ni shwari. Moto mkubwa umezuka usiku wa kuamkia leo katika mtaa wa Lumumba katikati ya jiji la Mwanza na kuteketeza maduka kadhaa. Kwa mujibu wa taarifa za awali, moto huo unadaiwa kuanza majira ya saa 2 za usiku kabla ya kusambaa kwa kasi na kuanza kuteketeza maduka yaliyopo katika eneo hilo la kibiashara. Hadi sasa idadi kamili ya maduka iliyoungua pamoja na thamani ya mali zilizoteketea bado haijafahamika. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Mheshimiwa Saidi Mtanda aliwasili mapema eneo la tukio akiongozana na viongozi mbalimbali kusimamia operesheni ya kuzima moto huo kwa kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama vikiwemo jeshi la polisi, jeshi la zimamoto na uokoaji pamoja na jeshi la wananchi wa Tanzania. Sasa hivi serikali inavyofanya kazi haiwezi tueleza chanzo cha moto sasa hivi, kwa sababu hata kama ninakifahamu, lakini kwanza tuuzime moto. Tukisha uzima moto, ziko mamlaka za zimamoto, ziko mamlaka ya jeshi la polisi. Kazi yangu mimi kama mwenyekiti wa kamati ya usalama ni kukusanya vyombo vyote vije eneo la tukio kwa wakati, wafanye kazi yao. Baada ya hapo wakafanye tathmini. Baada ya hapo watoe taarifa kwa umma kuhusiana nini chanzo, madhara yake na mkakati wa kuendelea kuimarisha. Nadhani na kama fremu kama 5 hivi ndio ambayo imeathirika na usalama. Lakini usalama ni wa kutosha, tuna polisi, tuna jeshi la wananchi hapa. Kwa hiyo hata wizi hakuna aliyejua mali yake. Lakini wananchi ambao wanataka kutoa mali zake kwa hofu, lakini sisi tumewaambia hakuna haja hiyo. Wengine wanakuwa tu wakaiba, lakini hakuna haja, kwa sababu tumejua sisi tutamanage kucontain ile jengo lililopata short. Kwa hiyo tulipata taarifa mapema na tulikuja kwa wakati na vyombo vyetu vyote viko hapa. Wala si mimi, lakini nilisema ukweli kwamba nilichojionea bila jitihada za serikali za haraka, maana yake pengine madhara yangekuwa makubwa zaidi. Na katika hili tunasema mimi nikupongeza kwa kazi nzuri ambayo umefanya na vyombo vyako. So kinachoonekana hapa kwa kweli kwa akili ya kawaida si jambo jepesi sana. Askari wetu wamejitoa, wamefanya kazi kwa kweli ya kihodari na kishujaa sana. Lakini pia niwashukuru wananchi kwa sababu ndio wa kwanza kuona na kutoa taarifa. Ndio wako hapa Mheshimiwa Rais, na imani ni kwa sababu ya taarifa ambayo nilipata kupitia wananchi. Mmoja ambaye ana gorofa hapa alinipigia simu, naona moto hapa, nikawaarifu fire. Kwa hiyo waliwahi kuja kwa wakati. Kwa hiyo ndio maana unaona jengo lililoshika moto ni moja na madhara tumeminimize yasiweze kuwakuta jirani, lakini waliona kama short ya umeme. Lakini baadaye wenzetu wa zimamoto na polisi watatoa taarifa juu ya uharibifu. Kwa hiyo tunaendelea kuwatuliza wananchi. Hapa tuna magari ya wagonjwa, kama kuna mtu amezidiwa kwa pressure kutokana na mshtuko wa mikarati atapata huduma bure. Lakini kesho tutakuja hapa, tutakaa nao, tutaangalia uharibifu, alafu ndipo tunapoweza kutoa kauli yote ya serikali. Serikali imetangaza mkakati mzito wa kupima na kuweka mipaka ya wazi katika kila kijiji na wilaya nchini kote, ikiwa ni hatua ya kudumu na kukomesha migogoro ya ardhi inayokwamisha shughuli za kiuchumi na kijamii. Kwa taarifa zaidi, tuungane na mwanahabari wetu Maltida Baltazari. Kauli hiyo imetolewa Ijumaa Julai 3, 2026 na Naibu Waziri wa Ardhi, Nyumba na Maendeleo ya Makazi, Mheshimiwa Kaspa Muya alipokuwa akihutubia wananchi katika mkutano wa hadhara uliofanyika kwenye uwanja wa Mwenge, wilaya ya Butiama, mkoani Mara, ikiwa ni sehemu ya ziara ya kikazi ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Mwigulu Nchemba. Mheshimiwa Muya
amesema mpango huo unalenga kusimamia kwa ufanisi jumla ya kilomita za mraba 948,132 za ukubwa wa ardhi ya Tanzania ili kuondoa mwingiliano wa matumizi ya rasilimali hiyo adhimu. Tunashughulika na mzizi wa changamoto hizi. Mzizi wa changamoto hizi ni mgongano wa matumizi ya ardhi kati ya watumiaji. Watumiaji hawa wanaweza kuwa mtu mmoja mmoja au mmoja na taasisi, familia na familia, mipaka ya vijiji na vijiji, mipaka ya mkoa na mkoa, manake wilaya na wilaya, na wakati mwingine inasababishwa kwa kutokubainika kwa uwazi katika mipaka ya hao wanayetumia hizo maeneo hayo. Amesema kuwa chanzo kikubwa cha migogoro nchini inatokana na mgawanyiko wa matumizi ya ardhi kati ya watu binafsi, familia na taasisi mbalimbali, ambapo ili kupata ufumbuzi wa kudumu, alifafanua kuwa wizara yake itashirikiana bega kwa bega na halmashauri, wakuu wa wilaya na wananchi wenyewe ili kubaini na kusimika alama za msingi zisizofutika za mipaka. Aidha, Naibu Waziri Mmuya alifafanua kuwa kila kijiji kitakuwa na mpango madhubuti na matumizi bora ya ardhi. Alisema kuwa maeneo yanayotenganishwa rasmi kwa ajili ya shughuli za kilimo, malisho ya mifugo, makazi mapya, shule, hospitali pamoja na maeneo ya maziko ili kuzuia mwingilio usio wa lazima hapo baadaye. Hayo. Sasa katika maelekezo yako sisi tumefanya na kuweka mpango mkakati wa kushughulikia kupima ardhi yote ya Tanzania. Ardhi yetu ya Tanzania ina kilomita za mraba 948,132. Katika kupima vijiji hivyo ndivyo ambako tutaweka hiyo mipaka kati ya kijiji na kijiji. Hivi hatutakuja kutegemea kuona mgogoro kati ya kijiji na kijiji, kwa sababu mipaka yake itakavyowekwa itakuwa ni shirikishi, ambayo halmashauri zetu ikiongozwa na mkuu wa wilaya, mkurugenzi na mpaka vitongoji kule chini na wananchi wenyewe mtabainisha mipaka hiyo. Hivi tukija kuibainisha na kuweka alama, hakutakuwa na mgogoro wote kati ya kijiji na kijiji. Baada ya hayo kutakuwa sasa na mipango ya matumizi ya ardhi katika kila kijiji, na mipango hiyo mtafanya wenyewe katika kubainisha hapa kijijini kwetu eneo gani liwe la malisho, la kilimo, la mazishi, shule, barabara, hospitali na kuendelea, na eneo gani itakuwa ni la makazi. Hayo yote mtabainisha nyie. Mkishamaliza kubainisha, ndio tutachora ramani ya kijiji sasa, ambako sasa hakutakuwa na mwingiliano wa kujua kusema ili ni eneo la shule, mtu akaja kufanya shughuli ambazo tofauti na eneo la shule. Hiyo ndio itakuwa dawa kamili ambayo tutaifanya katika vijiji vyote. Katika hatua nyingine, Naibu Waziri Mmuya alitolea ufafanuzi mgogoro wa ardhi kati ya Chuo Kikuu cha Mwalimu Julius Kambarage Nyerere cha Kilimo na Teknolojia na wananchi wa Butiama unaotokana na upanuzi wa miundombinu ya chuo hicho, ambapo amezitaka pande zote mbili kukaa meza moja haraka iwezekanavyo ili kufikisha maridhiano na kufuata taratibu za sheria za ukatwaji wa ardhi. Kuna mgogoro kati ya wakazi wa Butiama pamoja na chuo. Huo mgogoro utaisha, na kuisha kwake ni kukaa na kukubaliana. Chanzo cha mgogoro ni nini? Huyu anasema sisi ni wamiliki wa asili. Tutazungumza kama wamiliki wa asili, ikithibitika kuna taratibu za utoaji wa ardhi. Kwa hiyo msiwe na wasiwasi, tutazungumza jambo hilo. Mheshimiwa Mmuya amesema mpango huo unalenga kusimamia kwa ufanisi jumla ya kilomita za mraba 948,132 za ukubwa wa ardhi ya Tanzania ili kuondoa mwingiliano matumizi ya rasilimali hiyo adhimu. Nikiripoti habari kitaifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Na kwa wakati huu mtazamaji, tunaungana tena na mwanahabari wetu Matilda Baltazari
kwa mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kwa upande wa habari za kimataifa. Rais wa Marekani Donald Trump katika hotuba yake ya usiku wa kuamkia leo Jumamosi, siku ambayo Marekani inaadhimisha miaka 250, amewaonya raia wake dhidi ya itikadi ya kikomunisti. Akizungumza mbele ya wafuasi wake kwenye eneo la kumbukumbu ya kimataifa ya mlima Rushmore, eneo takatifu lililotengwa kwa ajili ya kuwakilisha msingi, maendeleo na demokrasia ya Marekani katika jimbo la South Dakota, Trump amesema mtu anaweza kuchagua kati ya kuwa mkomunisti ama mzalendo. Katika siku za hivi karibuni, Trump amekuwa akilitumia neno communist kuwakosoa wapinzani wake wa kisiasa wa mrengo wa kushoto wa sera zake. Trump pia ameielezea Marekani kama taifa linalomtegemea Mungu, akisema haki zao wamepewa na Mungu aliyewaumba na hazitakiwi kuvunjwa. Rais huyo mwenye umri wa miaka 80 pia amesema hakuna nchi nyingine iliyoitendea mema zaidi dunia kuliko Marekani. Na huko Afrika ya Kusini, maelfu ya raia wa kigeni wameendelea kuondoka Afrika Kusini kutokana na kampeni inayowataka wahamiaji haramu kuondoka nchini humo. Shirika la usimamizi wa mipaka la Afrika Kusini limesema zaidi ya watu 35,000 tayari wamerejeshwa na kufukuzwa nchini humo tangu Juni tarehe 7. Kampeni ya kuwataka wageni wasio na vibali kuondoka imeambatana na maandamano ya vurugu yaliyosababisha vifo vya raia 4 wa kigeni, wakiwemo raia wa Msumbiji, Ethiopia na Malawi. Kampeni ya kupinga wageni imekuwa ikiongozwa na makundi ya raia wa Afrika Kusini ambayo yalitoa tarehe 30 mwezi Juni kuwa siku ya mwisho kwa wageni wasiokuwa na vibali kuondoka nchini humo. Hata hivyo, waziri wa sheria ya Afrika Kusini Mamoloko Kubai amesisitiza kuwa serikali pekee ndiyo iliyo na mamlaka ya kusimamia na kutekeleza sheria za uhamiaji na siyo mtu mwingine yoyote, na kwamba serikali iko tayari kulinda wananchi wote pamoja na raia wa kigeni dhidi ya vitisho na unyanyasaji wa aina yoyote. Na tukimalizia huko Ulaya imerekodi maelfu ya vifo kote barani humo kufuatia wimbi la joto la wiki iliyopita, na hasa wazee nchini Ufaransa. Waziri mkuu anakabiliwa na kura ya kutokuwa na imani kuhusu mgogoro huo. Angalau vifo 3700 zaidi vimerekodiwa nchini Ufaransa, Ubelgiji na Uholanzi pekee kutokana na wimbi la joto la Juni lililosababisha hali joto kupanda kwa zaidi ya nyuzi joto 40. Wataalamu wamesema wimbi la joto kali la kati ya Juni tarehe 20 hadi tarehe 28 lilikuwa baya zaidi kuwahi kurekodiwa barani Ulaya, na mamlaka zimeonyesha kwamba takwimu hizo za awali na huenda zikaongezeka. Nikiripoti habari kimataifa, Matuda Baltazari, Inland TV. Naam, wakati huu sasa tudunde viwanjani, ambapo jeshi la polisi mkoani Mwanza limewaasa vijana kushiriki michezo na shughuli za uzalishaji mali ili kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani katika maeneo yao. Mwanahabari wetu Maltrida Baltazari anaripoti zaidi. Wito huo umetolewa Julai 3, 2026 na kamanda wa polisi mkoa wa Mwanza DCP Wilbord Mutafungwa wakati wa bonanza la michezo la Polisi Jamii Cup lililowakutanisha vijana wa kata za Pamba na Igogo. Akizungumza na vijana pamoja na wananchi waliofika katika uwanja wa shule ya msingi Sahara, kamanda Mutafungwa aliwaasa vijana kutokubali kutumiwa na watu wenye malengo ya kuchochea vurugu na kuvuruga amani katika maeneo yao. Hakika mletuleta pamoja kupitia michezo. Tusingekuwa hapa sasa hivi, kila mtu ajaribu kujiuliza angekuwa wapi na angekuwa anafanya nini.
Inawezekana kuna wengine ambao wamekuwa huko mtaani na wengine wameshaweka bia 2-3 wameshalala, au sio? Sisi jeshi la polisi kupitia tukio hili niwaombe vijana wote wa kata ya Pamba na kata ya Igogo, lakini niwaombe vijana wa mkoa wote wa Mwanza kuhakikisha kwamba mnashiriki katika michezo. Vijana tujikite katika mambo ya uzalishaji mali. Fanyeni kazi. Tutizame tusije tukarubuniwa, tusije tukatumiwa na watu ambao wana malengo ya kuvuruga amani, wana malengo ya kuhamasisha vitendo vya fujo, wana malengo ya kusababisha vitendo vya vurugu, tukajikuta na sisi tumedanganyika na kujihusisha, hivyo kusababisha kuwepo kwa uvunjifu wa amani katika maeneo yetu. Aidha, amewahimiza vijana kushiriki katika michezo na shughuli nyingine za kijamii kwa kushirikiana na viongozi wa serikali za mitaa ili kuimarisha mshikamano na kudumisha amani. Kupitia tukio hili, ninatoa maelekezo kwenye kata zote za mkoa wa Mwanza kufanya uhamasishaji kwa vijana wakishirikiana na wenyeviti wa serikali za mitaa, wahamasishe vijana kufanya michezo. Kupitia michezo hatutajihusisha na matukio ya uhalifu. Tukimaliza michezo, tunatafakari kwa pamoja ni namna gani ya kuyaweka maeneo yetu kuwa salama. Andaeni sasa michezo mingine, tengeneza, fanya mobilization ya watu wengi zaidi, vijana wengi zaidi. Andaa utaratibu mzuri na sisi tutaushiriki ule utaratibu, ili tuandae sasa michezo yenye upana mkubwa kuliko hii, na sisi jeshi la polisi tutasupport. Kwa upande wake, polisi kata wa Pamba, mkaguzi wa polisi Egibert Laurent amesema bonanza hilo limetumika kutoa elimu ya ulinzi na usalama, huku akiwataka wananchi kutoa taarifa mapema wanapoona viashiria vya uvunjifu wa amani. Watu wa gereji, mimi niwaombe kuendelee kuwa vile vile kutunza amani, kuepuka uvunjifu wa sheria, kuhakikisha mnaendelea kama balozi wema katika jamii yetu inayotuzunguka kata yetu ya Pamba, pamoja na kulinda kata yetu ya Pamba iendelee kuwa na amani, pamoja na kulinda miundombinu yetu inayozunguka kata yetu ya Pamba. Ndio makusudi mazima ya kufanya siku ya leo bonanza, kuhakikisha tunafanya vijana wote kwa pamoja kueleza ulinzi na amani kwenye kata yetu ya Pamba. Tuendelee kulinda miundombinu yote inayozunguka kwenye kata yetu ya Pamba. Kama kuna kiashiria chochote kijana wetu utaweza kukiona kwenye kata yetu ya Pamba, hata kama kuna vuguvugu dogo la namna gani, toa taarifa kupitia kwangu, viongozi wa polisi, viongozi wa mitaa, ili tuweze kushughulikia hilo vuguvugu mapema kabla ya jambo kubwa sana. Naye mwakilishi wa timu ya gereji Sangijo Mlanda iliyotoa ubingwa wa mashindano hayo amelipongeza jeshi la polisi kwa kuendelea kushirikiana na jamii kupitia shughuli zinazowaunganisha vijana na kuimarisha mshikamano. Bonanza hilo lilihusisha timu 8 kutoka kata za Pamba na Igogo, na mshindi wa bonanza hilo alijinyakulia kombe na mbuzi kutoka kwa Kamanda Mutafungwa kama zawadi katika shindano hilo. Matuda Baltazari, Inland TV. Naam, mtazamaji, kabla ya kuhitimisha taarifa yetu ya habari, tuangazie muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amezindua shule ya msingi Musoma iliyopo halmashauri ya wilaya ya Musoma mkoani Mara na kuipongeza halmashauri hiyo kwa kusimamia miradi ya maendeleo. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ limeonya watu au makundi yanayohamasisha vurugu nchini.
Na kwa upande wa habari za michezo na burudani, Jeshi la Polisi mkoani Mwanza limewaasa vijana kushiriki michezo na shughuli za uzalishaji mali ili kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani katika maeneo yao. Na kufikia hapa tunafikia mwisho wa mkusanyiko wa habari zetu kwa siku ya leo. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuandalia taarifa ya habari, mimi ni Samuel Chem, nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea.